Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni muda mchache umepita toka kutangazwa kusitishwa kwa mapigano upande wa kusini mwa Lebanon baina ya nchi ya kundi la Hezbollah pamoja na jeshi la nchi ya Israel, jeshi la IDF. Hatua hii manake ni hatua ambayo imekuja baada ya matukio kadhaa nyuma yake. Tukio la kwanza ni hatua ya jeshi au kundi la Hezbollah kuweza kushambulia sehemu ya misafara ya jeshi la Israel upande wa kusini mwa Lebanon na hatimaye kuwaua wanajeshi takriban 4 na kupelekea vile vile kupatikana kwa majeruhi wengi. Lakini ni move ambayo inaonekana ilifuatiwa na mashambulizi ya Israel kuweza kushambulia katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon kwa takriban attacks kama 100 na kiasi cha kupelekea watu takriban baina ya 18 mpaka 35 kuweza kufariki. Kutokana na hilo manake lilipelekea wazi kabisa kwamba nchi ya Iran kutangaza kwamba yenyewe haitaelekea, wajumbe wake hawataelekea katika mji wa Geneva, Uswizi, kwa sababu ya kuzingatia kwamba kipengele cha kwanza kabisa cha ile memorandum of understanding au ile hati ya makubaliano kinaashiria mapigano kuweza kustop katika nchi ya Marekani na washirika wake, lakini vile vile nchi ya Iran pamoja na washirika wake. Na kile kilichokuwa wazi ni kwamba washirika wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kulingana na mgogoro huu maana ni nchi ya Israel, lakini washirika wa nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati kwa mujibu wa mgogoro huu maana ni kundi kama la Hezbollah. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo manake ikiwa Marekani na Israel na Iran wameweza kustopisha mapigano yao automatically, na wale allies wao au washirika wao manake wanalazimika vile vile waweze kustopisha sehemu ya mapigano yao. Kwa hiyo kutokana na diplomatic pressure, ile pressure za kidiplomasia za ndani, inaonekana kwamba imeweza kufika hapa ilipo hivi sasa. Lakini kingine ambacho tunakiona kwamba huenda kama kimechagiza hali hiyo ni kwa sababu ya reaction ya viongozi wa nchi ya Marekani. Kwa sababu kile kinachoonekana kwa siku kadhaa nyuma, uongozi wa nchi ya Marekani ulikuwa unaona kwamba deal hii ya nchi ya Irani ni muhimu zaidi kuliko msimamo ambao Israel wameamua kuushika upande wa kusini mwa Lebanon. Na ndio maana Rais Donald Trump alikuwa anamshutumu moja kwa moja Waziri Mkuu Netanyahu kwamba ni kama ufahamu wake sio mzuri, kama mtu aliyechanganyikiwa kutokana na msimamo ambao amekuwa akiushika wa kuwaunga mkono wale watu ambao wana misimamo mikali katika kabineti yake kama kina Bezalel Smotrich na kina Itamar Ben-Gvir. Lakini vile vile shutuma ya mashambulizi ambayo amekuwa akiyafanya kwamba wakati mwingine wanamkusudia mtu mmoja wanaangusha apartment nzima ya watu ambao wala hawahusiki na Hezbollah. Kwa hiyo kuna reaction kama hizo ambazo zilikuwa zinaashiria wazi kabisa kwamba Marekani ni kama hawaoni kwamba mshirika wao anachokifanya ni sawa, kwa sababu dili ambayo wao wanaisimamia ni dili muhimu zaidi kwa survival ya Marekani na eneo zima la Mashariki ya Kati kuliko kile ambacho Israel wao wameamua kukishika. Na kuonyesha kilele cha hasira au kilele cha kutokuridhishwa kwa nchi ya Marekani ni kupitia kauli ambazo amezungumza J.D. Vance, makamu wa rais wa nchi ya Marekani, kipindi anahojiwa takriban siku ya jana. Kuna mambo kadhaa ambayo ameyataja. Ametaja pointi kama 3 au pointi 4. Pointi ya kwanza ni kuwafahamisha wale mawaziri katika ile cabinet ya Waziri Mkuu Netanyahu kwamba wanatakiwa wafahamu kwamba tatizo la Israel sio Marekani. Tatizo la Israel liko ndani ya Israel yenyewe. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo amelizungumza ni kuwafahamisha wale mawaziri wa katika kabineti ya Waziri Netanyahu kwamba wanatakiwa wafahamu kwamba silaha ambazo wao wanazitumia kwa takriban miezi 3 miezi 4 nyuma, takriban 2/3 ya silaha zote, na maana takriban kama 66.7% ya silaha zote ni silaha ambazo zinatoka Marekani na zinalipiwa
na kodi za Wamarekani. Kwa maana hiyo ni kwamba survival ya Israel kwenye hizo operation zake zinategemea support kutoka katika nchi ya Marekani, na hiyo ni support ambayo haiwezi ikapingwa. Na ndio maana Rais Donald Trump alikuwa akizungumza, anasema kwamba Israel ipo pale kwa sababu ya Marekani. Lao si Marekani kutaka Israel iwepo pale, manake haiwezi kuwepo. Na ukiachilia mbali hilo, manake ni kwamba Marekani na Rais Donald Trump kulingana na misimamo yake ndio imekuwa sababu ya Israel pia kubaki hivyo jinsi ilivyo, kutokana na pressure ya kimataifa ambayo imekuwa ikielemea wakati mwingine nchi ya Israel. Lakini jambo la tatu ambalo amelizungumza ni kwamba hakuna sasa hivi dola kubwa duniani ambayo inaipa support Israel kushinda nchi ya Marekani. Kwa maana hiyo ni kwamba yale yanayozungumzwa na nchi ya Marekani yanapaswa kuheshimiwa na yanapaswa kuchukuliwa kwa uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kwamba survival ya Israel inategemea nchi ya Marekani na sio kinyume chake. Ina maana ikiwa kinyume na hivyo, maana yake ni kwamba au ikiwa msimamo wa kina Waziri Mkuu Netanyahu utakuwa kinyume na msimamo wa nchi ya Marekani, hakuna kitakachofuatia mbele. Inawezekana ikawa ni collapsing of Israel, inawezekana ikawa ni collapse kwa Israel. Hilo peke yake linatoa ishara ya kwamba msimamo wa Marekani ulikuwa umefikia katika level ya juu kiasi ambacho ilikuwa inalazimu kuweza kufikia katika hali hii ya kufikia katika makubaliano. Na hata ya mashambulizi, hizo attacks kama 100 ambazo zimefanywa na Israel, bado zilikuwa zinatoa ishara ya kwamba Israel wanaelekea katika ceasefire, kwa sababu ni moja katika tabia yake kwamba wanapokuwa wanakusudia kuelekea katika ceasefire, moja katika hatua muhimu ni wao kuongeza sehemu ya mashambulizi. Kwa hiyo inawezekana ikawa defined au ikatafsiriwa kwamba mashambulizi husika ni ya kulipiza kisasi baada ya wanajeshi 4 wa Israel kuweza kufariki. Kwa konsepti hiyo, lengo lake kubwa ni kuendelea kumaintain ile bezi ya ndani ya Waziri Mkuu Netanyahu, kwa kuzingatia kwamba wengi wanaomuunga mkono Waziri Mkuu Netanyahu ni watu ambao wana misimamo mikali kama kina Itamar Ben-Gvir, kina Bezalel Smotrich na mfano wake. Na maana bila bezi hiyo, survival ya Waziri Mkuu Netanyahu inakuwa ndogo. Pamoja na kwamba changamoto iliyoko sasa hivi ni kwamba hata wapinzani wake wakubwa kama kina Naftali Bennett, maana wanatokea katika upande huo watu wenye misimamo mikali. Isipokuwa tu tofauti wake ni kwamba Naftali Bennett yeye amejaribu kuunganisha nguvu na Yair Lapid ambaye msimamo wake ni wakati kwa kati, ili kuweza kutengeneza coalition ambayo inakusanya watu wenye misimamo mikali na wale wenye misimamo ya kadiri. Lakini kiuhalisia ni kwamba bila watu wenye misimamo mikali, Waziri Mkuu Netanyahu anaona kwamba hawezi kusurvive. Na msimamo wa wale watu ambao ni mahalilaina wenye misimamo mikali, msimamo wao ni kwamba operations za Lebanon zitakuwa ziendelee, kwamba wao wanaunga mkono siasa za Marekani na mfano wake, lakini kwenye swala la kukubaliana na Iran wao wanaona kwamba sio sawa. Kwa hivyo Waziri Mkuu Netanyahu anatakiwa aendelee ili aweze kupata survive, aweze kupata support yao. Sasa mpaka kufikia katika level hii ya kuingia katika makubaliano au kusitisha mapigano, maana yake ni kwamba ni mahesabu tu ambayo yamejaribu kubalansiwa vizuri, kwamba kitendo cha kushambulia mabomu takriban 100 maana yake ni kwa lengo la kuwafurahisha wale watu ambao wako katika upande wa watu wenye misimamo mikali kama kina Itamar Ben-Gvir, kwamba ameweza kulipiza kisasi kwa kiwango kikubwa. Lakini wakati huo kitendo cha kusitisha mapigano maana yake ni kwamba ameweza kulinda yale maslahi ya kimataifa, kwa maana kwamba ile kufanya mashambulizi makubwa maana yake ni kwa sababu wale watu wa ndani hilo ndio wanaolipenda, atakuwa amewaridhisha. Lakini katika upande wa pili maana yake kuweza kustopisha mapigano ni takwa la nchi ya Marekani, maana yake atakuwa amebalance equation kati kwa kati. Na katika mazingira hayo maana yake ni kwamba kuna nafasi kubwa ya sehemu mazungumzo baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kuweza kuendelea kwa muda fulani. Pamoja na kwamba survival yake itakuwa inategemea hali ya upande wa kusini mwa Lebanon. Lakini picha kubwa ambayo vile tunaipata katika hilo ni kuonyesha kwamba Lebanon sasa hivi ndio new battleground, ndio uwanja mpya wa vita, kwa sababu tuliwahi kuzungumza siku za nyuma kwamba Lebanon sasa hivi imekuwa ni strategic area
katika nchi kama ya Iran. Maanake Iran imeweza kutengeneza strategia yake katika eneo la Mashariki ya Kati kuweza kufungamanisha na sehemu ya Lebanon. Ndio maana unaweza kuona sasa hivi kuna division kama mbili pale katika upande wa Lebanon. Section ya kwanza inahusu mji wa Beirut, kwamba Beirut itakapokuwa imeshambuliwa, Irani na yenyewe itashambulia. Hii ni section ya kwanza. Ndio maana unaona kwamba hakuna zile tunasema serious attacks, yale mashambulizi serious kabisa kufanyika katika mji wa Beirut, kwa sababu ndio kikomo cha uvumilivu wa nchi ya Iran. Lakini sasa hivi tunaona kuna equation nyingine tena imetengenezwa, kwamba kushambulia kusini mwa Lebanon kutaambatanishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ina maana Iran wametengeneza equation mbili ndani ya nchi moja. Equation ya kwanza itaihusu Iran yenyewe kuweza kuishambulia Israel, hata kama Israel italipiza kisasi. Iran itaishambulia Israel itakaposhambulia sehemu ya Beirut. Hii ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili ni kwamba Iran itafunga mlango bahari wa Hormuz itakapotokea kwamba ile kusini mwa Lebanon kumefanyika mashambulizi kutoka katika nchi ya Israel, na ile hali ukizingatia kwamba kwa hivi sasa kipengele cha mwanzo kabisa katika ile memorandum of understanding kinaeleza kwamba Marekani na partners wake, lakini vile vile na Iran na partners wake wote wataweza kustopisha mapigano. Kwa hiyo hii ni equation mbili ambayo tunaziona. Equation ya tatu ambayo tunachelea kwamba siku za usoni inaweza kujitokeza iwapo hiyo move itaendelea, ikiwezekana baada ya siku 60, yani baada ya kuwa wamekubaliana Marekani na Iran, na kisha ile sintofahamu ikaendelea kusini mwa Lebanon, kuna hatari ya Iran kushambulia kusini mwa Lebanon, sio Israel, kushambulia kusini mwa Lebanon. Na maana tunasema kwamba kuna nafasi kwa sasa hivi ni kwamba ukizungumzia Lebanon, maana yake Lebanon inawezekana ikawa ndio new battleground, ikawa ndio uwanja mpya wa vita, kwa sababu mpaka sasa hivi Iran wameweza kucategorize katika sehemu mbili. Lakini wakati huo Israel wao wanaona kwamba Lebanon ndio strategic area au eneo la kimkakati la wao kuweza kuweka ushawishi wao katika sehemu ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Kwa kuzingatia kwamba hoja nyingi za nchi ya Israel ni kama zimekosa uhai katika makubaliano husika. Ni hoja ndogo sana kama hoja ya kufanya downgrading, downblending wenyewe wanaita, ile kupunguza kiwango cha ile uranium iliyorutubishwa. Ili peke yake ndio tunaona hasa ni hoja ya msingi ambayo Israel walikuwa nayo siku za nyuma. Lakini sio hapo, Israel ya kwao ilikuwa imekwenda mbali zaidi, kwa sababu wao lengo lao kubwa ilikuwa ni kwamba zile center za nuclear, zile nuclear sites za pale Iran, maana yake kuanzia sehemu kama za Fordo, sehemu kama za Natanz, sehemu kama za Isfahan, zote zile ziweze kuwa dismantled, ziharibiwe, zote ziweze kuharibiwa. Maana yake kama itabaki labda ibaki Bushehr ambayo inazalisha umeme, lakini zingine zote ziweze kuharibiwa. Hii ndio ilikuwa nadharia ya nchi ya Israel. Lakini nadharia ambayo inaonekana kwamba imekosa kufaulu kwa kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi ni kwamba zile center bado zipo. Utofauti ni kile tunachokubaliana, kwa mfano labda sehemu ambazo zilishambuliwa zisifanywe repair na mpaka watakapofikia katika final deal. Lakini vile vile kiasi cha urutubishaji, Iran wataendelea kumaintain kiasi cha urutubishaji. Utofauti itakuwa tu ni kwa kiwango gani. Kwanza ile down blending ifanyike kwa kiwango gani, ile 60% waishushe kwa kiwango gani, kwa sababu kwa msimamo wa Iran ilikuwa anataka wakomee kwenye 20%. Wakomee katika 20% kwa sababu ndio mpaka baina ya urutubishaji wa chini kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya kibinadamu na urutubishaji wa juu kwa ajili ya utengenezaji wa vitu kama silaha na mfano wake. Kwa sababu ukishuka chini ya hapo, maana yake kazi ya kwenda juu inakuwa ni kazi kubwa, lakini kutokea katika 20% kwenda hata mpaka katika 90% inakuwa sio jambo ambalo linaweza kuchukua muda mrefu iwapo Marekani watakiuka sehemu ya makubaliano yao. Kwa hiyo pointi kama hiyo labda ndio kidogo inawezekana kaonekana katika nadharia za nchi ya Israel ikawa kidogo na yenyewe imeweza kufanywa kazi, lakini hoja nyingi ni hoja ambazo hazijafanywa kazi. Ndio maana tukaona kwamba document husika inatambua kwamba Iran wana proxy, wana allies, ana washirika katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini washirika wa Iran manake sio Qatar au Kuwait au Bahrain. Washirika wa Iran hasa ni hivi vikundi kama Houthi, Hizbullah, Kataibu Hizbullah na mfano wake, au ndio washirika wake. Kwa hiyo document imetambua
wale washirika ambao Israel imekuwa ikijaribu kupambana nao mara zote. Kwa hiyo hii ni anguko la kwanza la nchi ya Israel katika sehemu ya makubaliano haya. Lakini vile vile Marekani wamemaintain kwa muda mrefu sera ya vikwazo dhidi ya nchi ya Iran. Vikwazo vya namna zote. Tunasema zile primary sanctions na secondary sanctions. Vile vikwazo vya kimsingi ambavyo maana yake makampuni ya Marekani, raia wa Marekani wanakatazwa kufanya biashara na nchi ya Iran, lakini kuna zile secondary sanctions, vile vikwazo vya upili ambavyo maana yake makampuni ya kimataifa vile vile yanawekewa vikwazo na Marekani kwamba ukifanya biashara na Iran sisi hatufanye biashara na wewe au tunakuwekea vikwazo. Maanake vyote vilikuwa ni vikwazo ambavyo vilikuwa vinikabili nchi moja, lakini sasa hivi inaonekana kwamba vikwazo hivyo vinawezekana vikaondoka. Na hata ukiangalia sasa hivi katika issue kama mafuta na mfano wake, Iran sasa hivi wameanza kuuza mafuta. Imefanyika wave, imeondoshwa ile hali ya vikwazo kwa dhidi ya nani yao ya mafuta. Kwa maana sasa hivi wameanza kuuza mafuta yao, wameanza kuuza bidhaa ambazo zinatokana na viwanda vile vya petrochemical industries, vile viwanda ambavyo vinatumia mafuta katika uzalishaji na mfano wake. Kwa hiyo kwa upande mmoja au mwingine ukitazama zile sehemu za makubaliano mengi ni makubaliano ambayo wala hayana maslahi na nchi ya Israel. Ukiangalia katika nchi kama mlango bahari wa Hormuz, unaweza ukaona kwamba yani kuna nafasi ya Iran kuwa na management hata kama itakuwa haihitaji pesa. Kwa mfano ukiangalia kama katika document iliyotolewa leo na ile mamlaka inayosimamia mlango bahari wa Hormuz ya Persian Gulf Strait Authority imetoa taarifa ya kwamba meli zinazotaka kupita katika mlango bahari wa Hormuz zinatakiwa zitume email katika website, katika email address ya ile Persian Gulf Strait Authority, pamoja na kwamba hakuna pesa itakayokuwa inachajiwa kwa takriban kama siku 60 za mazungumzo baina ya Iran na Marekani, lakini wao ndio watakaokuwa wana coordinate. Na hilo linakuja kwa sababu hizi gharama kama za mambo ya mazingira na service fulani za mlango bahari wa Hormuz zitakuja baada ya discussion baina ya nchi ya Iran na nchi ya Oman, vile vile ikishirikisha na baadhi ya players wengine katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kiuhalisia ni kwamba mamlaka inayosimamia mlango bahari wa Hormuz inabaki kwamba ni ile mamlaka ya nchi ya Iran, Persian Gulf Strait Authority. Kitu ambacho vile ni ushindi kwa nchi ya Iran kwa sababu kwa muda mrefu hiyo opportunity hawakuwa nayo. Kwa hiyo ukiangalia hoja nyingi, na ndio maana Israel msimamo wao wanakuwa wanaona kwamba hii document ikubali Donald Trump ni kama document ambayo wao hawaoni kama ina maslahi, lakini kwa upande wa Marekani wao wanaona ina maslahi. Na kwa nini pande hizi mbili zinakuwa zina collide? Pamoja na kwamba kwa pressure ya Marekani sasa hivi inafikia hatua kwamba wanakwenda katika usitishaji wa mapigano upande wa kusini mwa Lebanon, lakini kwa nini pande hizi mbili zinakuwa hivi karibuni zimekuwa zikigongana, yani upande wa Waziri Mkuu Netanyahu na upande wa Rais Donald Trump? Zimekuwa zinagongana kwa sababu ya utofauti wa interest au utofauti wa maslahi. Waziri Mkuu Netanyahu anachopigania yeye ni survival. Ni namna gani ata survive? Kwanza amepata upinzani kutoka katika upande wa watu wenye misimamo mikali kwa kumpata Yair Lapid, kwa kumpata Naftali Bennett kama mpinzani wake. Lakini jambo la pili ni kwamba anajua wazi kwamba ili endelee kumaintain ile bezi alokuwa nayo ni lazima ashike msimamo huu alioushika, kwa sababu anaweza akatumia kama ni moja katika slogani yake ya campaign kwamba yeye ndio waziri mkuu aliyeweza kupingana na Marekani kwa ajili ya kulinda ile utaifa au nguvu ya taifa la Israel, kwamba Israel ni nchi huru, ina uwezo wa kuamua mambo yake, na ndio maana inabidi tusimamie msimamo wetu. Kwa hiyo hoja kama hizo wakati mwingine zinaongeza credit katika mambo ya kisiasa, pamoja na kwamba haiwezi kuwa ni long time credit, haiwezi kuwa ni credit ya muda mrefu, lakini kwa kipindi kinachohitajika au cha karibuni inawezekana ikamsaidia. Ndio maana amekuwa akishika msimamo wa namna hiyo, kwa sababu anaamini kwamba akipoteza wale watu wenye kumsupport katika ile kabineti yake ambao misimamo yao ni mikali kama kina Itamar Ben-Gvir, maana yake itakuwa ni disaster kwa upande wake. Kwa hiyo msimamo wa Waziri Mkuu Netanyahu hasa kupingana na fikra ya Marekani ni kwa sababu anataka survive. Na survival yake hasa anaamini kwamba ataipata kutoka katika watu wanaomuunga mkono wa ndani. Lakini ni jambo ambalo hatuoni kwamba lau angekubali au akikubaliana na Marekani basi
hatopata ushindi. Si kweli, kwa sababu kwa muda mrefu Waziri Mkuu Netanyahu amekuwa akishinda uchaguzi ndani ya nchi ya Israel kwa kutumia support ya Marekani. Mara nyingi tu amekuwa akienda Marekani kipindi cha kampeni, akipewa airtime na vile vyombo vya Marekani, kiasi ambacho Waisraeli wanaamini kwamba Waziri Mkuu Netanyahu ndio chaguo la Marekani, ndio mtu anaweza akafanya kazi na Marekani na tukaendelea kupata support ya Marekani, lazima tumchague Waziri Mkuu Netanyahu. Mara nyingi imekuwa ikifanyika hivyo. Wala sio kwa support ya ndani, lakini kwa ile hali ya Marekani kuwa inamtanguliza mbele katika vipindi vya kampeni. Kwa hiyo wakati mwingine amekuwa akipata support ya ndani kwa kutumia kile kinachoonekana katika nchi ya Marekani. Ndio maana unaweza kuona kwamba hata msimamo ambao anaishika ya kujifungamanisha na kina Itamar Ben-Gvir au kina Bezalel Smotrich, wala wakati mwingine inawezekana isiwe ni msaada mkubwa kwa upande wake kiasi ambacho kwamba aweze kukubali kupoteza support ya Marekani kwa sababu ya kina Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich. Kwa sababu Marekani wakitaka survive ata survive, na Marekani wakitaka aanguke ataanguka. Ndio utaratibu jinsi ulivyo. Lakini kwa Rais Donald Trump, yeye striving yake au kupambana kwake hasa ni kwa sababu ya uchumi. Kwa sababu ukiangalia ile strategic reserve, ile reserve ya Marekani ya mafuta ambayo ilikuwa ni takriban kama pipa milioni kama 522 takriban, ambapo baadaye walitoa pipa takriban kama milioni 172 kwa ajili ya kupambana na mshtuko ambao ulikuwa umejitokeza baada ya kuwa mlango bahari wa Hormuz umefungwa na bei za mafuta duniani zimeanza kupanda. Ina maana pressure ya watu kuhifadhi mafuta na mfano wake ilikuwa imeongezeka katika nchi ya Marekani kiasi ambacho bei za mafuta zikawa zimeongezeka. Ilibidi watoe sehemu ya strategic reserve ili kuweza kuzuia ile mfumuko wa bei usije ukawa mkubwa, kiasi ambacho imepelekea kupungua kwa ile strategic reserve yao kufikia takriban kama pipa milioni kama 350 hivi sasa, ambayo ni kiwango cha chini ambayo haijawahi kutokea isipokuwa kwenye miaka takriban ya 80 katikati ndio leo kutokea situation ya namna hiyo. Sasa jambo la mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa kwa mfano, au Marekani kuweza kusimamia sehemu ya makubaliano haya ambayo yanakusanya vile vile fikra ya mlango bahari wa Hormuz kuweza kufunguliwa, hii ni jambo muhimu sana kwa Marekani kwa sababu ni jambo la kiuchumi. Ni jambo ambalo lina maintain au lina save uchumi wa Marekani. Kwa hivyo Marekani haiwezi kaona kwamba ni muhimu Israeli kuendeleza mgogoro wao kusini mwa Lebanon ambao unapelekea mlango bahari wa Hormuz ufungwe na mafuta yaweze kupanda bei kiasi ambacho inaweza kapelekea mifumuko ya bei, ile inflation mpaka ndani ya Marekani. Na sio kama Marekani hawazalishi mafuta. Marekani wanazalisha mafuta, lakini changamoto inakuja kwamba wazalishaji wa mafuta ndani ya Marekani sio serikali, ni makampuni binafsi. Sasa makampuni binafsi yanavyokuwa yanazalisha mafuta, automatically hawawezi kushusha bei kwa sababu labda Marekani inahitaji yale mafuta. Hapana. Ikiwa bei katika soko la dunia zimepanda, lazima makampuni pia ndani ya Marekani yatahitaji yaweze kupata faida. Katika mazingira namna hiyo, maana yake hauwezi ukazuia mifumuko ya bei ndani ya Marekani hata kama Marekani inazalisha mafuta. Ndio utaratibu wake unakuwa uko hivyo. Kwa hiyo upande wa Waziri Netanyahu yanapambania kusurvive, na upande wa Rais Donald Trump yanachopigania ni kwamba uchumi uweze kukaa sawa sawa, kwa sababu licha ya kwamba kuna masuala ya uchaguzi mbele, lakini hili la uchumi hasa ndio hoja ya msingi hasa ya Rais Donald Trump kukubali hata kuingia katika makubaliano haya ambayo yanaweza kaonekana kwamba yana maslahi ya nje mengi kwa nchi ya Iran. Hata kama hatujui utekelezaji wake utakuwa ukoje, lakini kwa picha ya nje inaonekana kwamba Iran wameweza kupata vitu vingi sana katika sehemu ya makubaliano husika jinsi yalivyo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mpaka sasa hivi tunachokiona ni kwamba kuna nafasi kubwa ya yale mazungumzo kuweza kuendelea, na jambo hili credit kubwa inakwenda katika nchi ya Pakistan. Pakistan imeweza kufanya kazi ambayo itakumbukwa. Ni kazi ambayo itakumbukwa kwa sababu pressure iliyoko au ile mzunguko wa calculation ilivyo kwenye jambo hili la Irani na Marekani ni jambo ambalo lina pressure sana. Maana katika kila hatua yake moja inayokwenda mbele kuna pressure. Katika kila hatua inayokwenda mbele kuna sehemu ya pressure. Kiasi ambacho mpaka imefikia hatua Marekani na Israeli wanatupiana maneno wazi kabisa, maana unaweza kuona kama ni pressure iliyo juu kwa kiwango gani. Lakini Pakistan wamekuwa kiplay role vizuri kwamba katika kila step
kuna sehemu wanasogea mbele wanatuliza, katika kila step kuna sehemu wanasogea mbele wanatuliza, katika kila step kuna move wanakuwa wanazifanya. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake tunaweza tukategemea vile vile katika nchi ya Pakistan katika siku za usoni itazingatiwa kwamba ni moja katika mediator wakubwa katika eneo la katika siasa za dunia kwa ujumla. Moja katika mediators wakubwa watakaokuwa wanazingatiwa katika siku za usoni itakuwa ni nchi ya Pakistan, na katika mazingira namna hiyo, maana yake hata wale wapinzani wao nchi ya India watakuwa wanalifahamu hilo kwa hivi sasa, kwamba maana katika siku za mwanzo ilikuwa wakiponda ponda Pakistan kwamba haitaweza, lakini Pakistan wameweza kufanya kitu ambacho ni kikubwa na kitaendelea kubaki katika historia ya usuluhishi wa migogoro duniani. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kile tulichokiona mpaka sasa hivi ni kustopishwa kwa sehemu mapigano upande wa kusini mwa Lebanon, na mapigano hayo maana yake itasimama kama ndio kipimo cha kuendelea kwa mazungumzo baina ya Marekani na nchi ya Iran, na iwapo kipimo hicho kitaanguka cha kustopishwa kwa mgogoro wa kusini, yani ile vurugu za kusini mwa Lebanon, maana yake tutegemee vile vile na mazungumzo ya Marekani na Iran yanaweza kaanguka. Kwa maana mpaka sasa hivi kile tunachokitegemea zaidi ni kwamba pressure ya Marekani itakuwa kubwa kwenye kuhakikisha kwamba mshirika wake nchi ya Israel inakuwa haifanyi mashambulizi, lakini vivyo katika upande wa Iran inawezekana ikatuma maelekezo kwa Hezbollah kuto kufanya reaction ya namna yote kama Israel watakuwa hawajaweza kufanya attacks ya namna yote. Pamoja na kwamba kumekuwa kuna malalamiko kwamba wakati Israel wanalilia au wanadai kwamba Hezbollah wasiwashambulie, lakini Israel wamekuwa wakifanya movement, jambo ambalo Hezbollah hawawezi kulikubali kwamba tupo katika ceasefire alafu kisha Israel inafanya movement. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yako very volatile, hayajatulia, lakini kwa upande mmoja au mwingine tunafikiri kwamba kwa fikra au kwa ushawishi wa wasuluhishi, kwa nguvu ya diplomasia waliokuwa nayo, inawezekana wakaweza pia kulivusha hili la kutuliza ghasia za kusini mwa Lebanon, ili kuhakikisha kwamba discussion ya takriban siku 60 katikati inaweza kufikia katika kilele chake. Lakini kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili kwa kina, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.